Tuko hapa katika maeneo ya kijio cha Mwembe Simba, wenyewe wanakiita hivyo mashabiki wa Simba Sports hao. Niko na mzee Mwaipaja Oji. Mzee wangu vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu kama kawaida, tupo hapa kijio cha Mwembe Simba hapo, tulikuwa na manungunuko vile vile. Kwema lakini si kwema sana. Pole kwa matokeo ya jana. Matokeo tunajua kama viongozi walitudondosha katika kuelekea katika matokeo ya jana yale. Na mimi nilikuwa nataka sana kuizungumzia kwa urefu zaidi katika kuelekea katika ile jambo hili. Jambo la kwanza nilikuwa nimesimamia kwamba vipi lawama zote nimeziweka yani kwa viongozi wa klabu ya Simba, na hususan hawa wajumbe wa kamati ya utendaji ikiwemo kama na mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti ndio mwenye klabu na wajumbe wa kamati ya utendaji ndio yani ndio wenye timu ya klabu ya Simba. Umeelewa mpaka hapo? Siwezi kwenda sana kwa mwekezaji, naenda kwa watu ambao wanapigiwa kula. So umeelewa mpaka hapo? Kama mlikuwa mnajua mtacheza dabi tarehe 25, nilikuwa najua kabisa kwamba vipi mngeweza kukaa na wanachama na mkaitisha yani baadhi ya wanachama ambao viongozi wa matawi, umeelewa, mkawaambia kwamba bana tutacheza tarehe 25 lakini tunaenda katika mind game, umeelewa. Nyie mashabiki muendelee na msimamo ule, kama hatuchezi hatuwezi kutia timu uwanjani, lakini huku nyinyi mnafanya maandalizi ya timu, umeelewa mpaka hapo. Lakini cha kushangaza kwamba wamesema kama nyinyi hachezi, na watu wote tukawa tumeingia katika ubaridi wa kusema kama si hatucheze, umeelewa. Na hata wengine mimi nilienda mbali, wewe umenihoji mimi, ulinifuata ukanihoji, nikakwambia vipi kuna faida kubwa sana kama Simba isipocheza. Moja ya faida itasaidia mpira Tanzania kukua, kwa sababu TFF watafuata kanuni, watachukua pointi 3 katika klabu ya Simba, wakafuata na mambo mengine, tutakuwa tumetegeza mpira wa nchi, umeelewa. Lakini cha kushangaza na baadaye tena kuna mabadiliko tena yakatokea kama tunapeleka timu uwanjani. Sasa unaipeleka timu uwanjani kwa maandalizi yapi? Swala la kwanza ambalo nauliza viongozi wa klabu ya Simba, mlituambia kwamba tarehe 25 hamtapeleka timu uwanjani, na watu wote wakashusha mapanga chini, kwa sababu sisi ndio wapambanaji. Sisi ni wapambanaji, lakini wote tukashusha mapanga chini kama mechi zimekwisha. Lakini mlivyokuja, kwa sababu hatuna habari za aina yote kupitia viongozi wa matawi kwamba mechi inachezwa, sio wengine tumedodosa kupitia ni njia tunazozijua sisi. Nilikuja kuambia kama jamani, mechi ya tarehe 25 inachezwa, lakini hatujapata yani ndipo kabisa kama mechi inachezwa. Na kama mechi ilikuwa inachezwa, ilikuwa ni viongozi wa klabu ya Simba yani nje ya kamera mnafanya maandalizi ambayo babu kubwa ambayo kwenda kufanya nini, kwenda kuiangamiza klabu ya Yanga. Kwa sababu sisi watu wenye mitandao tulishakuwa tumewashatisha Yanga, na Yanga walikuwa hana pa kushika. Lakini mzee wangu, baadhi yetu tulikuwa tukiwauliza kwamba mbona mpo kimya sana, timu yenu haisemi chochote, mkasema tutulie, maji ya leo tuama yana kishindo kizito kinakuja baadaye. Na ndio maana tumekuja kwenye upande wa viongozi, umeelewa? Kwa sababu sisi hapa tulikuwa tunajua kabisa hii ni mind game, kwamba tunawaambia si hawa wachezi ili wasipate kujiandaa vizuri, lakini sisi upande huu hapo timu yetu inajiandaa mara 100 zaidi ya klabu ya Yanga, umeelewa. Lakini viongozi, na ndio maana tumekuja hapa leo kwamba viongozi wametudondosha, umeelewa. Yani viongozi wametudondosha. Na mimi nilivyoangalia tu pale pale kwenye high table pale viongozi, nilivyomwona tu nani Salim Trayageni, mimi akili yangu ikasema na hii mechi hatuchomoki. Kwa sababu najua yani wana madhaifu, yani viongozi wa klabu ya Simba wana madhaifu makubwa zaidi, hasa inapoelekea kadani swala la dabi, umeelewa. Hili jambo hili hawezi kulikwepa. Viongozi wana madhaifu makubwa zaidi, kuanzia kamati ya utendaji, kuanzia mwenyekiti, kuanzia yani hawa huyo mjumbe bodi ya kurugenzi. Sasa mnageukana. Yani hapa kama alivyozungumza mzee wangu kwamba yani ndani ya klabu ya Simba kuna machawa. Na ndio maana angalia hata ule moyo wa yani moyo wa upambanaji wa klabu ya Simba umeondoka pale, umeelewa. Tunaletewa wachezaji ambao hatujui kama wana mapenzi ya klabu ya Simba au vipi. Kuanzia wachezaji wazao, naona watu wanashughulika sana na huyu Faisal Salum. Naomba hata huyo mdhamini yani kama Mohamed Dewji kama ananisikia, asiwekeze hela kwa Faisal Salum, kwa sababu kitakachokuja kutokea katika klabu ya Simba kitakuwa ni kile. Tumewaacha watoto wadogo kabisa ambao walikuwa ni wapambanaji, wana mioyo ya klabu ya Simba, na mpaka sasa tukiwafuatilia katika vilabu vingine unaona wanapambana. Viwango vya wachezaji waliotoka Simba ambao waliondolewa na viongozi wa zamani wale, ni viwango ambao wametoka klabu ya Simba, viwango vyao havijawahi kushuka. Tunaenda kuletea ni watu ambao hatuwajui wachezaji. Kwa hiyo makosa yote yanarudi kwa viongozi, na viongozi wanaorudi kuanzia kamati ya utendaji na mwenyekiti, na mwenyekiti, kwa sababu hao ndio wana asilimia 51. Hapa tunapolalamikia ndani ya asilimia 51 ambayo inatuumiza sisi. Sasa wewe zaidi ya mara 5 tunafungwa na klabu ya Yanga. Zaidi ya mara 5.
watu hawajiulizi. Mimi nilichokuwa naomba kitu kimoja kwa mtu mwenye busara katika viongozi wa klabu ya Simba, bora ukae pembeni. Yani bora viongozi wa klabu ya Simba ambao wanajiona kabisa hawana moyo wa kuipigania klabu ya Simba kama Simba mashabiki tunavyopigania klabu ya Simba, wakae pembeni. Yani hiyo wakae pembeni, watu waache, kwa sababu tulikuwa toka msimu unaanza tuliwaunga sana mkono viongozi wa klabu ya Simba, hatujamwataka hata kiongozi wa aina yote, lakini kwa hili hapa viongozi mna wajibu wa kuwajibika, wajibisheni wenyewe kwa wenyewe. Mimi ndio hayo Maipa ya OG. Shukrani sana. Asante. Naongea nasema hivi, napiga muhuri jamani, mimi napiga muhuri kabisa kwamba Mangungu ni chawa wa Yanga kabisa. Hiyo napiga muhuri sasa hivi kwamba Mangungu ni chawa wa Yanga, aondoke. Sisi tunahitaji kikatiba watu 1000 tupige kura kwamba hatumtaki, tumeshinda. Sasa nachosema kwamba tuungane, tuwe kitu kimoja, tuwe na maamuzi. Tumeshadhihirishwa mwandishi, tumeshadhihirishwa kwamba huyu ni chawa wa Yanga. Sasa sisi ambao tuna mapenzi na ushabiki na timu ya Simba, na sisi Simba ni damu yetu, je, tutakubali bado huyu mtu abaki, huyu chawa wa Yanga abaki? Haiwezekani. Hatutaki. Kwa hiyo tuwe kitu kimoja, tuwe na maamuzi magumu ya kumondoa. Aondoke. Nimemaliza hapo. Asante sana. Endelea mpaka hapo. Lakini cha kushangaza kwamba wamesema kama nyanya hachezi. Na watu wote tukawa tumeingia katika ubaridi wa kusema kama si hatucheze. Umeelewa? Na hata wengine mimi nilienda mbali. Wewe umenihoji mimi, ulinifuata ukanihoji. Nikakwambia vipi, kuna faida kubwa sana kama Simba isipocheza. Moja ya faida itasaidia mpira wa Tanzania kukua, kwa sababu TFF watafuata kanuni, watachukua pointi 3 katika klabu ya Simba, wakafuata na mambo mengine, tutakuwa tumetengeneza mpira wa nchi. Umeelewa? Lakini cha kushangaza na baadaye tena kuna mabadiliko tena yakatokea kama tunapeleka timu uwanjani. Sasa unaipeleka timu uwanjani kwa maandalizi yapi? Swala la kwanza ambalo nauliza viongozi wa klabu ya Simba, mlituambia kwamba tarehe 25 hamtapeleka timu uwanjani na watu wote wakashusha mapanga chini, kwa sababu sisi ndio wapambanaji. Sisi ni wapambanaji, lakini wote tukashusha mapanga chini kama mechi zimekwisha. Lakini mlivyokuja, kwa sababu hatujakuwa hatuna habari za aina yote kupitia viongozi wa matawi kwamba mechi inachezwa, sio wengine tumedodosa kupitia ni njia tunazozijua sisi. Nilikuja kuambia kama jamani, mechi ya 25 inachezwa, lakini hatujapata yani ndipo kabisa kama mechi inachezwa. Na kama mechi ilikuwa inachezwa, ilikuwa ni viongozi wa klabu ya Simba yani nje ya kamera mnafanya maandalizi ambayo babu kubwa ambayo kwenda kufanya nini, kwenda kuiangamiza klabu ya Yanga, kwa sababu sisi watu wenye mitandao tulishakuwa tumewashatisha Yanga na Yanga walikuwa hana pa kushika. Lakini mzee wangu, baadhi yenu tulikuwa tukiwauliza kwamba mbona mpo kimya sana, timu yenu haisemi chochote, mkasema tutulie, maji leo tuama yana kishindo kizito kinakuja baadaye. Na ndio maana tumekuja kwenye upande wa viongozi, umeelewa? Kwa sababu sisi hapa tulikuwa tunajua kabisa hii ni mind game, kwamba tunawaambia si hawa wachezi ili wasipate kujiandaa vizuri.